hizi huduma zinatolewa vizuri. Hospitali ilikuwa na mpango wa kujenga jiko kwa ajili ya kuhakikisha vyakula vya wagonjwa vinapatikana, serikali itoe angalau. Kiuhalisia tumefurahia sana na tumenufaika. Na huu ndio uzalendo na ndio utaifa. Ni katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka wa 1446 Hijria kwa kalenda ya Kiislamu. Zoezi la iftari likiendelea katika hospitali ya Maweni mkoani Kigoma, huku likiwakusanya watu mbalimbali, wagonjwa na wananchi wote wasio na uwezo, viongozi pamoja na wadau mbalimbali ili kupata futuru kwa pamoja. Ndio maana leo tumekutana hapa kufuturu kwa pamoja na ndugu zetu wanaofanya kazi hapa na wagonjwa ili kudumisha mapenzi, huruma na furaha kwetu. Shughuli tunazozifanya JAI Kigoma. Jumuiya ya Kiislamu ya Jamiatul Akhlaqur Islamia JAI mkoani Kigoma ndiyo ambayo imeandaa iftari hii, huku ikieleza lengo la madhumuni la jumuiya hiyo ikiwa ni kusaidia wajane, wafungwa, hasa ikijikita katika kuwasaidia wagonjwa wote wasio na uwezo, kama anavyoeleza katibu wa jumuiya hiyo. Naitwa Ndimugwanko Mahmudu Kamana, ni katibu wa jumuiya ya kidini ambayo inafahamika kwa Jamiatu Akhlaqul Islam kwa maana ya Kiarabu, lakini maana yake ni jumuiya ambayo inahuisha tabia nzuri katika jamii. Jumuiya hii inafanya kazi zake mbalimbali hapa mkoani, hasa imejikita zaidi katika kutoa huduma za kiutu kwa kusaidia wajane, kusaidia wafungwa, mayatima. Na hasa zaidi imejikita katika utoaji wa huduma za wagonjwa ambao wasiokuwa na uwezo. Ni sehemu ambayo kwenye jamii imesahaulika. Kwa hiyo jumuiya hii imejikita hapo kwa kuwasaidia wagonjwa kupata dawa, kupata chakula, kupata mavazi, lakini na kupata huduma zaidi endapo watashindikana kimatibabu katika eneo husika. Na msaada huu au kazi hizi, shughuli hizi tunazifanya kwa raia wote, kwa watu wote, kwa Tanzania wote bila kujali dini, kabila wala rangi ya mtu. Na tumekuwa tukifanya sasa hapa mkoani Kigoma tangu 2019 mpaka sasa. Na siku ya leo tuko hapa katika hospitali hii ya Maweni, ni moja ya vituo vyetu vya kufanyia huduma. Kwa sasa Kigoma tupo katika hospitali hii ya Maweni, lakini tupo kituo cha afya Kikunku, kituo cha afya Gungu, kituo cha afya Nguruka, hospitali ya wilaya Kasulu, hospitali ya wilaya ya Kibondo. Hii ni sehemu ya shughuli zetu ambazo tunazifanya. Huwa tuna utaratibu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunaandaa iftari, kufuturu pamoja na wadau mbalimbali, kuambia kile kitu ambacho tunakifanya, lakini pamoja na wagonjwa kama vile mmevyojionea tukigawa chakula kwa wagonjwa. Malengo ya kufanya hivi watu wafahamu, lakini kutengeneza mapenzi na furaha kwa ndugu zetu ambao wako kwenye mtihani wa kuugua, lakini kuna wengine wako kazini hapa. Kwa tunapoandaa chakula na kufuturu kwa pamoja, kunajenga mahusiano ambayo yalikuwa mema. Zoezi hili pia liliwakusanya viongozi mbalimbali. Shehe wa mkoa wa Kigoma Hassan Idi Kibulwa, mkuu wa wilaya pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM, huku wote Waislamu pamoja na wasiokuwa Waislamu wakijumuika kwa pamoja na kuzungumza kama ifuatavyo. Kwa nchi yetu kuna Waislamu na Wakristo, na tunaishi katika boti moja na tunashirikiana katika mambo mengi sana, jambo ambalo linaifanya Tanzania kuwa ya kipekee kwa sababu tuna mchanganyiko wa aina yetu na haitusumbui kusema kweli. Tunakuja, tunashiriki pamoja, tunafuturu. Kwa hiyo mimi nimefurahishwa na watu wa JAI kwa kazi hii wanayoifanya. Na kusema kweli, JAI wana practice Uislamu kimatendo, na ndio maana ya hili jina Jamiatul Akhlaqil Islam, na ni taasisi ya tabia, maadili ya Kiislamu. Haya ndio mambo yanafundishwa na dini yetu, kuwasaidia wanyonge, kuwa sauti kwa wasiokuwa na sauti,
watu wana matibabu, waweze kujihudumia, wanasaidiwa. Haya ni mambo mazuri. Kwa kweli ni jambo la maana sana mnalofanya, na sisi tunakuwa proud kwa ajili yenu kwamba mnatuwakilisha vizuri. Asanteni sana kwa kazi nzuri, na kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani na saa hizi najua itakuwa sala ya tarawih na nguruma, naomba nitumie nafasi hii kumkaribisha mgeni rasmi aweze kuzungumza na kisha tukafanya mengine. Karibu sana. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zanguni, kwanza ninawashukuru. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.